Jeshi la Marekani kupitia kamandi kuu ya vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati limetangaza rasmi kufanya mashambulizi makubwa dhidi ya Iran usiku wa kuamkia hii leo Julai 30 mwaka 2026, likisema operesheni hiyo ni jibu la moja kwa moja kwa kile lilichokiita jaribio la Iran kushambulia vikosi vya Marekani vilivyoko katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Hatua hiyo inaashiria kurejea kwa mapigano makali kati ya pande hizo mbili baada ya kipindi kifupi cha utulivu kilichodumu kwa siku chache. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na CENTCOM, operesheni hiyo ilihusisha wimbi zito la mashambulizi dhidi ya makumi ya malengo ya kijeshi yanayohusishwa na kikosi cha ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo yalipangwa kwa umakini mkubwa na kutekelezwa kwa kutumia taarifa za kijasusi zilizokusanywa kwa muda mrefu ili kuhakikisha inaharibu miundombinu muhimu ya kijeshi inayotumiwa na IRGC katika kupanga, kuratibu na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Marekani na washirika wake. CENTCOM imeeleza kuwa malengo yaliyoshambuliwa ni pamoja na vituo vya uongozi wa kijeshi, vituo vya amri na mawasiliano, maghala ya kuhifadhi makombora ya ballistic na makombora mengine ya masafa mbalimbali, maeneo ya kuhifadhi na kutengeneza ndege zisizo na rubani, vituo vya rada na ulinzi wa anga, pamoja na maeneo ya ukusanyaji wa taarifa za kijasusi na mifumo ya ufuatiliaji wa kijeshi. Kwa mujibu wa jeshi hilo, operesheni hiyo imelenga kudhoofisha kwa kiasi kikubwa uwezo wa Iran kuandaa mashambulizi mapya dhidi ya maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati. Mashambulizi hayo yamekuja siku moja baada ya Iran kurusha makombora ya ballistic yaliyolenga vikosi vya Marekani vilivyopo baadhi ya kambi za kijeshi ndani ya Mashariki ya Kati. Marekani imeeleza kwa mashambulizi hayo ya Iran yalikuwa ya makusudi na alilenga kuonyesha kwa Tehran bado ina uwezo wa kushambulia majeshi ya Marekani licha ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa dhidi ya miundombinu yake ya kijeshi. Kwa mujibu wa maafisa wa Marekani, mashambulizi hayo ya Iran ndiyo yaliyovunja hali ya utulivu iliyokuwa imeanza kujitokeza mwishoni mwa wiki baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza kwa mapigano yangeweza kusimamishwa ikiwa Iran ingeacha kushambulia wanajeshi wa Marekani na washirika wake. Hata hivyo, baada ya kurushwa kwa makombora hayo, viongozi wa Marekani waliona kuwa Iran imepuuza onyo hilo na hivyo kuamua kutoa jibu la kijeshi. Rais wa Marekani Donald Trump alikuwa tayari ameonya hadharani kuwa Marekani ingetoa jibu kali endapo Iran ingeendelea kushambulia vikosi vyake. Katika matamshi yake ya hivi karibuni, Trump alisema Marekani haitaruhusu wanajeshi wake kuwa katika hali ya hatari na kwamba hatua yoyote ya Iran dhidi ya Marekani itajibiwa kwa nguvu zaidi. Kauli hiyo sasa imeonekana kutekelezwa kupitia operesheni mpya CENTCOM. Katika taarifa yake, CENTCOM imesema kuwa madhumuni ya mashambulizi haya si kushambulia raia wa Iran bali kulenga miundombinu ya kijeshi inayotumiwa na IRGC kupanga na kutekeleza mashambulizi. Jeshi hilo limeongeza kwa operesheni imelenga kupunguza uwezo na vitisho vinavyoelekezwa kwa wanajeshi wa Marekani, meli za biashara zinazopita katika Ghuba ya Uajemi, bahari ya Oman na bahari ya Sham, pamoja na nchi washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba. Aidha, CENTCOM imeeleza kuwa operesheni hiyo imehusisha ndege za kisasa za kivita, makombora ya usahihi wa hali ya juu na silaha nyingine za kisasa zinazoweza kulenga malengo maalum bila kusababisha uharibifu mkubwa katika maeneo jirani. Jeshi hilo halijafichua idadi ya ndege zilizotumika, aina ya silaha zilizorushwa wala maeneo yote yaliyolengwa kwa sababu za kiusalama na kulinda siri za kijeshi. Pia haijabainika ikiwa Iran itachukua hatua nyingine za kijeshi kujibu mashambulizi hayo, ingawa viongozi wa Tehran wamekuwa wakisisitiza mara kwa mara kuwa watajibu mashambulizi yoyote yatakayolenga ardhi au vikosi vyao. Wakati huo mataifa mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kufuatilia kwa karibu hali hiyo, huku yakitoa wito kwa pande zote kujizuia ili kuzuia mzozo huo usigeuke vita kubwa zaidi vitakavyohatarisha usalama wa Mashariki ya Kati na kuathiri uchumi wa dunia. Na hata hivyo, kutokana na kasi ya matukio ya hatua za kulipizana kisasi kati ya Marekani na Iran, hatima ya mgogoro huo bado haijulikani, huku dunia ikiendelea kusubiri kuona iwapo kutakuwa na juhudi mpya za kidiplomasia au kama mapigano yataendelea kuongezeka katika siku zijazo. Naitwa Onesimo Sangalali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment.
Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.